Hatimaye historia imeandikwa katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara yake ya biashara na maendeleo ya viwanda hapa Zanzibar kwa kuingia makubaliano na kampuni ya Unique Touch katika kuendesha maonyesho ya biashara kimataifa visiwani Zanzibar. Kupitia kampuni ya Unique Touch ndio ambao watakuwa wanasimamia shughuli nzima ya maonyesho haya, kuanzia kujisajili na vitu vingine vingi. Alikadhalika katika upande wa kusimamia branding zile za viwanja vya maonyesho kule maeneo ya Dimani, yote yatakuwa yanasimamiwa na Unique Touch. Hii yote ni katika kuhakikisha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatoa fursa kwa makampuni binafsi kuweza kuendesha shughuli mbalimbali za serikali ili kuweza kuisaidia serikali katika kuleta maendeleo visiwani Zanzibar. Hii hapa ni Coconut FM. Mimi hapa naitwa Omar Njelu. Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda tuliamua kuweza kutafuta event organizer kupitia mchakato wetu wa ndani kwa kufuata taratibu zote na hatimaye kuja kuridhia kampuni ya Unique Touch Promotion na kuwapa kazi hii ya kuweza kuandaa tukio letu hili muhimu la kila mwaka. Uamuzi huu ni uamuzi wa kimkakati kupitia uzoefu wao wa kitaalamu katika kusimamia matukio makubwa na mbinu zao za ubunifu za masoko na matangazo. Tunaamini kuwa ZIF ya mwaka 2026 itaweza kudumisha hadhi yake ya ubora, pia itaweza kutufanya tupige hatua kubwa sana kwenye kupata mafanikio kupitia tamasha letu hili, maonyesho haya. Ili tuweze kufocus kwenye utoaji huduma wetu kwa wananchi na wafanyabiashara, tumeona kuna haja kwenye haya matukio makubwa tuweze kushirikiana na sekta binafsi kwenye kuyasimamia, na sisi kama wizara tutaendelea kuratibu kama wamiliki wa haya maonyesho. Sisi ni wamiliki wa maonyesho, na kuwa na event organizer haimaanishi kutakuwa hatushughuliki tena kwenye usimamizi wa tamasha hili. Tutakuwa tunaliratibu kwa pamoja. Kutakuwa kuna kamati ya pamoja baina yetu na kampuni ya Unique Touch ili kuweza kuhakikisha sasa kuwa interests za serikali, za wananchi pia zinakuwa zinazingatiwa kwenye utekelezaji na usimamizi wa tamasha hili. Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda tunakuwa tuna business clinic ambayo wajasiriamali watapata fursa ya kuweza kupata taarifa mbalimbali za namna ambavyo wanaweza kurasimisha biashara zao, lakini pia wataweza kupata ushauri na maelekezo mbalimbali kupitia business clinic hii. Ushirikiano huu tunatarajia utaongeza muonekano wa wajasiriamali na viwanda vyetu. Pia utaweza kuhamasisha uzalishaji wa bidhaa zetu za ndani na kuzionyesha zile bidhaa, kupanua ushiriki wa kimataifa kwa kuvutia nchi mbalimbali za kuja kuwekeza na wao kuja kuonyesha bidhaa zao, kuboresha uzoefu wa wageni kupitia usimamizi wa kitaalamu wa maonyesho, na muhimu zaidi kupanua fursa kwa wafanyabiashara wa ndani kujifunza, kukua na kuunganishwa na masoko ya kimataifa. Ahadi yetu kama Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kuwa tutaendelea kushirikiana na sekta binafsi na taasisi mbalimbali nyingine za umma kuweza kuhakikisha kuwa malengo ya ZIF yanafikiwa, lakini pia hii yote ni kuweza kutekeleza ajenda yetu kuu ambayo ni kuchochea biashara, kuimarisha uwezo wetu wa viwanda, lakini kuweza kuleta mageuzi ya kiuchumi kama ilivyoanishwa katika Dira ya Maendeleo ya Zanzibar 2050 pamoja na miongozo na maelekezo mbalimbali tuliokuwa tukipokea kutoka awamu ya 8 ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Maonyesho ya biashara kama yanavyojulikana ni jukwaa la kila mwaka ambalo linafanyika ili kuwezesha ubunifu na ukuaji wa uchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa miaka zaidi ya 11, ZITF imeunganisha biashara kutoka sekta mbalimbali ikiwemo utalii, uchumi, teknolojia, elimu, uzalishaji na nyingine nyingi, huku ikiwezesha ukuaji wake. ZITF imevutia zaidi ya biashara 650 na wageni zaidi ya 1300 kushiriki katika maonyesho hayo. Kwa mara ya kwanza na naomba nitangaze kwenu kwamba ZITF mwaka huu itafanyika kuanzia tarehe 29 Disemba mwaka 2025 hadi tarehe 16 Januari mwaka 2026.
hizo zikiwa ni siku 19 za sherehe na shamra mbalimbali katika viwanja vya Dimani Fumba, huku kauli mbiu ikiwa ni kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu. Tukio hili la utiaji saini sio utiaji saini tu na mashirikiano, ila ni tukio la kipekee la kuonyesha uthubutu, uwezo na uweledi wa kuweza kutimiza ndoto na malengo ya wizara kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda hawakutupa tu kwa kubahatisha, wanataka kuona matokeo. Na kila tukikaa kwenye vikao wanasema tumewapa nyinyi, sio kama ni bora zaidi. Bora walikuwa ni wengi, lakini katika bora lazima patikane mmoja ambaye anaweza kusimamia, na bahati hiyo imeangukia kwa Unique Touch. Kwa hiyo jukumu letu kama Unique Touch ni kuonyesha kwa jamii ya Wazanzibari, wana Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika nzima na dunia kwamba tumethubutu na tunaweza. Na tuko tayari kudhihirisha hilo ifikapo tarehe 29 hadi 16 Januari 2026. Jukwaa hili, maonyesho haya, tamasha hili ambalo liko mbele yetu litajumuisha mambo yote katika kuwasaidia taifa, wananchi wake, wafanya biashara, bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa na wafanya biashara hao, lakini masoko. Unapokuwa na biashara na bidhaa ni lazima uwe na masoko au soko la kuweza kuuza bidhaa hizo. Kwa hiyo maonyesho haya yanayokuja Nyamanzi si maonyesho tu ya kwamba watu wanakuja kutembea na kuburudika, ni sehemu ya kipekee ili bidhaa hizo na watu hao ambao watashiriki kuweza kupata masoko kitaifa, kwa maana ndani ya Tanzania, lakini kimataifa kupitia msaada mkubwa na mwongozo mkubwa wa TanTrade ambao mwakani wanatimiza miaka 50 ya TanTrade. Kwa hiyo tunashukuru sana TanTrade kwa support na mashirikiano yao. Sisi tunaenda miaka 12, lakini TanTrade ana miaka 50. Unashirikiana na mtu kwa karibu mwenye miaka 50. Kwa hiyo tunategemea kupitia mwongozo wa TanTrade na mashirikiano na uzoefu wa kwetu tuliokuwa nao kwa muda wa miaka 26, jambo hili, na nipende kuhakikishia wizara kupitia meza yako na wote waliofika kwamba kamwe hatutawaangusha. Tutafanya kwa msaada wa Mwenyezi Mungu kutimiza kile mlichokiona kwenye presentation ambayo kimetolewa na afisa mkuu wa operesheni za kampuni yangu, ili kukileta katika matokeo, kwamba kisiishie tu kwenye presentation, muweze kuona kwamba mlichokiona ndicho hasa tunachoenda kukifanya ifikapo mwisho wa mwaka.